yote hii mikataba, hata ile ya watoto, kuhusu haki za watoto, African Charter on People and Welfare of the Children, ni mikataba ambayo inaleta commitment ya nchi. Na katika level ya kimataifa kuna kitu kinachoitwa rules of jus cogens, yani zile taratibu za kimila za kimataifa kwa mambo ya msingi. Kwa mfano, mnaingia tunasema democratic principle. Mmoja ya mgombea mkubwa anakamatwa karibia na uchaguzi, anashtakiwa kwa kosa la uhaini. Is unhealthy na haina tija. Watu wanaenda kwenye kesi kwenye nchi inayoamini katika rule of law, ambao tunaamini kwamba mahakama ni eneo huru la haki na haki inatakiwa kuonekana. Watu wanazunguka na mafarasi, wanazunguka na marungu, wanazunguka na mbwa. Kuna vita gani? Ndio maana tunasema kwamba nguvu zile wangetumia kutafuta vijana wetu waliopotea na kuwarejesha kwa wazazi wao, ingekuwa nguvu nzuri sana. Lakini tunaelekeza nguvu kusikohitajika, alafu tunaenda kujadiliwa namna hii. Kwa hiyo ni mambo, sio mambo mazuri, ni mambo ya aibu ya wale wanatujadili, kwa sababu bunge letu limeabdicate wajibu wake. Bunge la Tanzania limekimbia wajibu wake. Halijadili watu kutekwa, halijadili watu kupigwa, halijadili frakasi za usalama wa raia. Ni bunge ambalo limeamua kukaa pale lifanye mambo yake well and good. Hatujui walifikaje pale, ni haki yao, ni ubunge wao. Sisi tunawasubiri Oktoba tuadhibu kupitia sanduku la kura, lakini hawana moral legitimacy ya kukosoa bunge la Ulaya, kwa sababu kazi ya bunge la Ulaya ilitakiwa ifanye na bunge letu likaingia mitini. Kwa hiyo hata mke wake usipomlea atalelewa na wengine, that's nature. Mimi ushauri wangu kwa bunge limechagua kunyamaza. Limechagua kutokujihusisha na matatizo ya wananchi. Limechagua kutokuisimamia watendaji wa serikali watekeleze wajibu wao. Kutokusimamia uhai wa wananchi. Wakae kimya. Hata mawe yatawatetea Watanganyika. Hata mawe. Nikupe mfano mdogo tu. Tuna mikataba zaidi ya 33 ya uhifadhi wa mazingira, si ndio? Imesainiwa, imefika bungeni. Sheria namba 6 inakwambiaje? Umesikia mbunge yote akizungumza? Lakini anazungumza kushika shilingi kwenye mgogoro wa Yanga na Simba. Sasa hapo bado utaniuliza kwamba bunge linasemaje kwenye jambo kama hili? Wajua ni changamoto tu za kawaida. Kwa hiyo mimi kwa bunge, mimi bunge sililaumu wala silipongezi, kwa sababu najua kwamba halitujali, they don't care. Hata na sisi tutaendelea tu na maisha jinsi yalivyo, lakini wawaache bunge la Ulaya liwawakilishe Watanganyika, kwa sababu bunge la Ulaya ndio linazungumza hoja za Watanganyika. Sikubaliani na kila kitu, lakini baadhi ya mambo mengi substantially ndio yanayolalamikiwa na wananchi. Kwa hiyo sasa ukitaka kujua, chukua ile klipu ya bunge la Ulaya, chukua na klipu ya mbunge wako, ziweke pamoja, pitisha tu kura, waambie wananchi. Nani atakwambia? Watalia na kusaga meno. Ndio hilo nilokuambia. Mambo mengi tunategemea wenzetu vile vile. Mambo hayatakuwa kawaida. Na mambo yasipokuwa kawaida, wajua hata huku ndani hakutakuwa kawaida. Sawa, kama nchi tufanye nini ili kuepukana na hii? Yaani kama nchi tujifunze kuzungumza. Kwa mfano, malalamiko ya Chadema ni ya kweli. Yaani mtu yoyote anayepinga malalamiko ya Chadema ana tatizo la kiufahamu. Lakini sio mambo yote wanayoyataka Chadema yanaweza yakafanyika leo. Ndio maana tunataka watu timamu wakae chini, tuwaonyeshe ni maeneo gani na maeneo gani yafanyiwe kazi, watu waingie kwenye uchaguzi salama. Wewe ushituki. Wewe mtu anakuambia kusaini fomu ya maadili au kutokusaini inakuondoa kwenye uchaguzi. Wewe uliwahi kuona wapi haki ya kikatiba ikaondolewa kwenye kanuni? Wewe umewahi kuona hiyo duniani? Wewe ukisoma zile kanuni kuna tarehe iliyoweka ya kusaini. Sina kwambia zitasainiwa siku moja kabla. Tumeshaingia kwenye uchaguzi. Unasainije kanuni ya uchaguzi wakati bunge bado liko hai? Nani ameproclamate kwamba bunge limevunjwa? Unaanzaje kuchagua mtu mwingine wakati mtu bado yuko kwenye nafasi? Si unaleta vurugu ya demokrasia? Unafikiri ule mbunge aliyoko bungeni atatulia hata kama hafanyi kazi za wananchi? Kwa there's a lot of things to think. Mimi yani I'm confused.
Nikiangalia kitaaluma I'm confused, lakini nachowaambia Watanzania, sisi TLS tutatoa ushauri impartial, bila kuogopa, bila kuonea, bila kusingizia, na tutawaambia wananchi hichi kinawezekana, hichi hakiwezekani kweli, bila kutenda. Tutatenda haki ya Mungu. Ushauri wako ni kwamba Sio kesi ya Lissu tu. Kuna kesi za kina Boni na wenzake kule mahakamani. Wale ni whistleblowers. Walikuwa wakitoa tahadhari mambo yanayoendelea. Wewe unakamata whistleblower, unataka ule majambazi? Mahakamani ni kwa wahalifu. Unafunga wahalifu, haufungi watu wema. Kumweka Lissu lock up ni hasara kwa taifa. Ni faida zaidi Tundu Lissu akiwa nje, kidemokrasia, kiutawala na kihaiba kwa nchi, kuliko akiwa lock up. Angalia sasa tunavyojipaka kinyesi wenyewe. Si kila mtu anatucheka. Have you made anything? Wewe unafikiri kuna mtu atajifunza? Kila mtu atajifunza kufungwa kama Lissu ni ushujaa, sio uhalifu. Sikiliza. Jifunze kuchagua chakula, si ndio? Unajifunza kuchagua chakula. Huyo anajitutumua kwamba wamezungumza uchoga. Wale wamezungumza. Mashoga hawapo hapa nchini. Hatuwaoni. Waache unafiki. Tuzungumze vitu vya msingi, tusipotezeane muda. Hoja ya msingi, tuache hizi mambo yasiyokuwa na maana. Na nitapitia ile, nikiona iko tofauti nitatafuta vyombo vya habari nizungumze kuwaeleza Watanzania ukweli jali ilivyo. Wasikubali kudanganywa. Hakuna mambo ya ushoga. Ushoga upo, unaonekana. Sisi kwetu ni uhalifu, ni uovu, is not part of our law, is not part of our culture, lakini wapo.